wapenzi wa Mama Africa Voice, amjambo tena. Kwa majina naitwa jina la Dan Muruti. Na kwa hiyo tunapatikana ndani ya mji wa Uvira. Tuko datu ya le 15 Desembre 2025. Na kwa hiyo tunataka kuelezea situation actuelle ya Uvira na par rapport situation yenye ilikuwa mji. Na kwa hiyo acha tuwaoneshe mavideo ambayo Afande Willy Ngoma kisi alipokelewa ndani ya mji wa Uvira wakati aliingia kumuji wa Uvira na population ya Uvira. Kwa hiyo mfuate. Sigara nyuma. Na kwa hiyo aishie pale, tunaendelea kupitikana kwa situation yenye ilikuwa leo Uvira le 15 Desembre 2025. Kwa saizi wakuu viongozi wa chama cha AFC M23 wameautorize uswati, wamefungula mpaka kwa refugee ambao walikuwa banabakia hapa mmoja Uvira, ambao vita iliwakuta hapa, na kwa hiyo wamewapatia haki na wamefungulia njia corridor ya kusekirize ba refugee. Ba refugee biko plus ya 500 personnes, donc biko yule ya 500 personnes. Na kwa hiyo hivi ndio mtaona au wa refugee gisi wanaondoka hapa wako ku frontiere ya Kamvimvira, njo kwenye waliweza kurudishiwa nyumbani kwao, pamoja na chama cha AFC M23 kikawafungulia njia wakaweza kurudia kwao. Na kwa hiyo atukumalizia pale, tukazunguruka ndani ya mji wa Uvira. Mji wa Uvira kwa sasa hivi kunapatikana maneno nasemeka kama mji imepata tayari amani na kura imerudia kwao. Apari siku za mingi walikuwa hawana kura umeme, kwa sasa hivi kura imeweza kurudia. Na tunataka kuongelea ingine juu ya situation ya guerre. Kwa saizi adui anateka mji ikufasi ambao wanaita Mboko 47 km na centre ya Uvira, anatuma madrone kukuya kuatake hiyo mji ya Uvira. Lakini hiyo wakuu viongozi wa chama walisema wataendelea kusupport na kuchunga population yao. M23 Turganyero avec AFC wakakamata maamuzi ya kusema watekarte danger ndani ya mji ya Uvira, na kwa sasa hivi tunapatikana ndani ya hii mji, ile danger tayari imeondoka. Pale ile danger kuondoka, kuna kuwa ingine, tulitembea kutoka Bukavu tunafika ti Uvira. Tutawaelezea situation ya njia kisi iko. Tulitokea Bukavu tukaingia Ngomo, tukatoka Ngomo tukashuka Kamanyola, tukatoka Kamanyola tukashuka Luvungi, tukatoka Luvungi tukashuka Sange, tukatoka Sange tukaingia Kamvimvira paka tumefika mu centre ya Uvira centre. Na kwa hiyo miaka mingi, siku mingi zimepita, population hapa Luvungi tulipima kuikala na tukasimulia nao, wakatuelezea kama ni miaka mingi wamekuwa wameteseka na maandamano, unyanyasaji wa hiyo raia. Ile ujeshi ambayo ilikuwa hapa ilikuwa ni jeshi ya wazalendo pamoja na FARDC, njo walikuwa wameteka hiyo mji. Walileta sana trouble, wakalumiza watu, wakaiba vitu ya watu, walileta danger mui mwingine ya Luvungi. Na kwa hiyo wakuu viongozi wa chama wa AFC M23 hawakusema watalala, wakapigana vita
na wameweza kukomboa hiyo mwingine ambayo inaitwa Luvungi. Tulipita pale tukaona degaza mingi zilikuwa, lakini viku proteger sensibilite au kutupatia autorisation ya kukamata image kwa hiyo fasi. Na kwa hiyo tunaendelea tukashuka ndani ya mji ya Sange. Mji ya Sange nayo ilipata shida nyingi sana. Na kwa ile shida ku viongozi wa chama wakaendelea nao wakaenda wakasaidia ile mji ya Sange. Saizi nayo inachungiwa vizuri. Hatukutosha tukashuka ndani ya mji sasa ya Uvira. Mji wa Uvira tulikuwa nao siku ya sita ambayo inapita, waliweza kufaa salongo ile wanataka assainissement general, wakatumikisha nguzo zao wote, wakatumika kwa kuona gisi ya kusukula mji wa Uvira, kwa sababu ni miaka mingi mji wa Uvira ilikuwa buchafu sana. Ni kwa hapa ndio tunamaliza magazini yetu ya leo, ambayo tutapima kesho, tutapima kwa explique kama mji wa Uvira kwa sasa hivi imekuwa na amani, na barefugee bote benye bako kote ya Barundi, batoto ya Barundi walikuwa bako Uvira tayari. Kwa partir ya video munaona gisi wako wanarudia kwao. Donc chama la AFC M23 Twirwaneho ilikuja na lengo moja, ni kusaidia raia, sio kutesa raia. Na a partir ya hii video mko naona wenyewe gisi watoto wa Burundi wanarudi kwao bila kuwasumbua na kitu. Na kwa hiyo hatukutoshelea pale, watoto wa Uvira wakabeba kamera zetu, point de presse zetu, kuenda kutuonesha mafasi mbaya mbaya ambao hawa watu walikuwa wameharibisha ndani ya hii mji. Tukaweza kulogota masira, bakatuonesha masira zilizotupiwa mwile mji. Na kwa hiyo msemaji Lawrence Kanyuka wa AFC M23 akatupa ripoti, akatuelezea ambao gisi wanatumika strategie hapa mji wa Uvira. Mfate. Ici, c'est la confiance entre la population de Uvira et la AFC M23. Parce que nous ne savions pas où se trouvaient ces affaires. C'est la population qui nous amène. Il nous montre là où se trouve le matériel. Il n'y a pas eu de combat direct, eu de combat ici dans la ville de Uvira. Nous avons entré à Uvira, il n'y avait pas de militaires, il n'y avait pas de combat. Par contre, il y avait des bombes qui étaient lancées à partir d'Uvira, leur quartier général, vers Luvungi, vers Sange. Que les FARDC et les Wazalendo se sont entretués à Sange, ils ont tué nos compatriotes aussi à Sange, et que Tshisekedi et ses alliés devraient être sont responsables des crimes de guerre et crimes contre l'humanité, et doivent payer de cela. Nous sommes ici par l'invitation de la population. Hier, nous avons eu 125 armes et 25 machine guns que vous voyez là-bas. Donc aujourd'hui, avec les amis, nous avons commencé depuis le matin à aller récolter ces armes. Nous allons faire le total le soir pour savoir combien nous avons eu aujourd'hui. Hier, c'était 125 et 25. Donc c'est la population qui nous invite. La population a confiance et la ville d'Uvira est déjà ouverte aux affaires. Hier, nous étions dans le programme communautaire appelé Salongo. Et il y a l'église qui était ouverte aujourd'hui. On était à l'église. Les magasins sont ouverts. Et puis les radios fonctionnent. Donc tout va à merveille à Uvira. Nous appelons nos compatriotes qui sont encore restés en dehors du pays, par exemple au Burundi ou bien dans d'autres entités, de revenir chez eux, car la vie a déjà repris et la sécurité est assurée par l'AFC M23. Wandugu wapenzi, kwa majina ilikuwa ni Dane Muruti kukonti ya Mama Africa Voice. Mujabone, musubscribe, mkomante na mpartage kama munataka mkuwa munasikia information za mzuri kutokea kote ya Est, fasi ambao kunapitikana vita. Mujiabone kukonti ya Mama Africa Voice.